Taarifu mtazamaji, na ni kwamba viongozi wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa wanahimizwa kuwasilisha ilani zao kwa wananchi kwa njia ya amani bila kueneza chuki, propaganda au lugha ya uchochezi. Wito huu umetolewa na maafisa wa utawala pamoja na viongozi wengine ambao wanasemekana kuwa na ushindani wa kisiasa unapaswa kujikita katika sera na mipango ya maendeleo badala ya migawanyiko. Viongozi hao pia wanawahimiza Wakenya kudumisha amani na mshikamano licha ya tofauti za kisiasa. Wakati huo huo, viongozi hao wanawataka wanasiasa kote kuheshimu kanisa na maeneo ya ibada, wakieleza masikitiko yao kuhusu visa vya baadhi ya wanasiasa kusababisha vurugu makanisani kutokana na tofauti za kisiasa. Tunaelekea wakati wa uchaguzi na ningependa tudumisha amani na upendo. Hakuna kitu muhimu kwa jamii kama amani na upendo. Wale vijana wenye hamna IDs saa hizi kulifunguliwa, it's free. Ilikuwa ile wakati mwingine ilikuwa inalipiwa 1000, lakini kwa saa hizi kuapply ID ni free. Na tuko na ofisi hapa Kishagini, kwa ofisi yangu pale, tuko na ofisi Kandara. Make sure umeapply ili wakati wa kupiga kura isikupite. Viongozi wawache vita. Enda uombe kura kama umeanza siasa zako. Uheshimu yoyote na uongee maneno ambayo inaleta amani. Nao wale wengine wanasikiza au wale wengine wanajua huyu anataka kiti yako, waacha kelele, waacha fitina, waacha kuvuruga mikutano ya yule mwingine. Lakini kama unaenda kuvuruga mpaka unaingia kwa kanisa, unaenda kuvuruga watu, umesahau mpaka kwa kanisa ile heshima tumepea kanisa, unaingia kuvuruga huko. Naweza sema hiyo ni wazimu ya hali ya juu. Kila kiongozi aheshimu mwananchi na aheshimu maofisi na institution zote. Na huku